Viongozi mjini Mombasa wameelezea wasiwasi wao kuhusiana na zoezi la uajiri wa wafanyakazi katika bandari ya Mombasa, Kenya Ports Authority, wakilitaja zoezi hilo kama lililokosa uwazi na haki. Viongozi hao wakiongozwa na gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir wamesisitiza kuwa wakazi wanapaswa kunufaika na sio kunyanyaswa. Mfumo wa uajiri wa wafanyikazi katika bandari ya Mombasa ya Kenya Ports Authority umeendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa viongozi na wakazi mjini Mombasa na pwani yote kwa ujumla. Tukio la hivi majuzi ambapo shirika hilo liliweza kutangaza takriban nafasi za ajira 296 na kupelekea jumla ya watu 1500 kuwasilisha maombi ya nafasi likiibua maswali. Akizungumza wakati wa zoezi la utoaji wa basari katika eneo bunge la Changamwe, kaunti ya Mombasa, gavana Abdulswamad Nassir pamoja na baadhi ya viongozi mjini Mombasa sasa wanataka kujua utaratibu wa zoezi la kuajiri wafanyikazi hao. Tunataka kujua watoto wangapi kutoka Nyali wamechukuliwa, wangapi kutoka Kisauni, wangapi kutoka Likoni, Mvita, Jomvu na maeneo yote ya Mombasa. Na ukiona viongozi wanaongea, hawaongei ni sauti zao. Viongozi wanaongea kwa niaba ya watu ambao kwamba ni wanyonge walioko chini yao. Ni kweli hamna meli yoyote ambayo kwamba inaweza kufika, lazima maji ni ya Mombasa. Ikitoka Mombasa, mali yoyote yenye kwenda katika East Africa nzima lazima ipite hapa. Aidha, viongozi hao wanasisitiza kuwa licha ya mji wa Mombasa kuwa mwenyeji wa baadhi ya mashirika makubwa zaidi nchini, ushirikishwaji wake kwenye bodi za wakurugenzi wa mashirika hayo bado hautoshi. Kenya Maritime Authority, waziri wake ni waziri wetu kutoka Mombasa. Hakuna hata mtu mmoja anayetoka Mombasa. Is that fair? Mashirika yote haya yaliyoko hapa ndani ya Mombasa yote yako pale, hakuna hata mtu mmoja kutoka Mombasa. This is the time to speak out. This is the time to be heard. This is the time to raise your voice. This is the time for you to be counted as mwanamume ama mwanamke katika siasa. Ukiwa unaogopa nini na umeingia kwa siasa? Tumeelewana hapo? Lakini hata hivyo, kulingana na naibu spika wa bunge la kaunti ya Mombasa Fadhili Makarani, baadhi ya waliofaulu tayari wamepokea ujumbe wa kufaulu kwa mahojiano ya kazi, lakini wengi wapo katika hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu hatua zinazofuatwa. Na kilichobakia nao ni zile messages za kusema kuwa wamefanya interview, zimekuwa successful. Lakini la kushangaza na kustaajabisha ni kwamba hivi sasa tuwasikia watu wameanza kwenda kufanya medical pale. Tunaomba tushirikiane sisi kama viongozi, tuhakikishe na tujue ni vijana gani ambao wamechukuliwa pale. Hatupingi kuwa watu wachukuliwe Kenya nzima, lakini tunataka pia sisi vijana wetu wa hapa Mombasa wapewe kipaumbele. Wito sasa umetolewa kwa mashirika makuu mjini Mombasa kuhakikisha kwamba wakazi wanapewa kipaumbele katika mchakato wa uajiri. Edward Nyamo, Runinga ya KU.